إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. خطبتي معكم هي الخطبة تحت عنوان تاريخ مكة وأصل عبادة الحج. خطبة yangu pamoja nani nimeiweka chini ya anwani inayosema historia ya mji wa Makka pamoja na historia ya ibada ya haji. Huu ni mwendelezo bali ni sehemu ya pili ambayo itafuatiwa na sehemu zinazofuata katika silsila ya khutbu hizi, ambapo sehemu ya kwanza nilitoa katika Masjidu Darul Hadithi Ununio. Leo naendeleza sehemu ya pili katika mtiririko huu. Sehemu ya kwanza nilizungumzia kisa cha Nabiiullah Ibrahim alayhi salam kumuoa na kumtumia kama masuria mama yetu Hajar, ambaye alikuwa ni zawadi ya mama yetu Sara, yani mke wa kwanza wa Nabiiullah Ibrahim, anajulikana kwa jina la Sara. Historia yake, alitembea sehemu mbalimbali, lakini alifika katika eneo la Masri. Yaliyotokea katika eneo la Masri, ikawa kapewa zawadi. Huyu mama Sara amepewa zawadi ya mjakazi ambaye alijulikana kwa jina la Hajar. Huyu mama yetu Hajar naye akatoa zawadi. Manake mama Sara alayha salam akatoa zawadi ya mjakazi wake huyu Hajar kumpa mume wake, kwa sababu ilikuwa ameishi muda mrefu katika maisha ya ndoa pasina kupata mtoto. Ikawa kapewa Nabiiullah Ibrahim zawadi ya mjakazi huyu Hajar amtumie kama mke. Na kweli Allah katia baraka, yule mama akapata ujauzito, wakazaa mtoto ambaye ni mtoto wa kwanza Ismail. Na wakati huo ilikuwa wanaishi katika mji wa Makka, walikuwa wanaishi katika mji wa Palestina ya leo. Na mama yetu Sara, mke mkubwa, akapatwa na hali za kina mama, wivu. Ikawa Ibrahim alayhi salam amemchukua mke wake yule mdogo na mtoto wao mchanga, wakampeleka katika eneo la Hijaz ya sasa, naita Makka ya sasa. Riwaya ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma ambayo ipo ndani ya Sahihain nasema Mtume Muhammad Nabiiullah Ibrahim alayhi salam alimweka mke wake huyu wa pili pamoja na mtoto wao mdogo katika eneo la Makka, na akawa ameondoka akawaacha watoto wake katika eneo lile. Na
niliishia katika hutuba iliyopita kwenye kipengele hiki kwamba Ibrahimu alayhisalam amekwisha kuondoka, amemwacha yule mtoto mdogo akiwa ametoka kuzaliwa tu. Riwaya inasema aliwaacha na kiriba cha maji pamoja na kasha la tende. Ikawa yule mama amekula zile tende na kanywa yale maji mpaka kasha la tende likaisha na kiriba cha maji kikakauka. Ikawa yule mama ameanza kupata tabu ya kukosa chakula na kinywaji na maziwa yakakauka. Akawa amemwacha mtoto pale walipoachwa, amekimbia haraka sana. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni katika mlima wa Safa. Akapanda mpaka juu, akaangalia kuliana kushotoni, ahitaji msaada lakini hakuna msaada. Akashuka mpaka chini, alipofika eneo la chini akakimbia. Kasai al-insani al-majhud, ukimbiaji wa mtu ambaye amekwazwa, amefezwa. Ikawa alipofika eneo la chini akaenda mbio kidogo mpaka akafika eneo la mwisho la eneo la chini, akaanza kupanda mlima wa Marwa. Alipokuwa katika mlima Marwa, aangalia kushotoni na kuliani apate msaada, hakupata msaada wote. Ikawa amefanya raundi hizi mara 7. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa dhalika sa'yu an-nas al-yawm. Hii saa aliyofanya huyu mama kwenda Safa Marwa mara 7, hiyo ndio sehemu ambayo mahujaji wakiwa katika eneo la hija wanafanya ibada ya hija, wanakwenda kwenye sa'i baina Safa na Marwa. Ni kumbukizi la tendo la huyu mama Hajar alayha salam, ambaye yeye ndio aliasisi ndio hizi kutaka kumnusuru mtoto wake kutokana na hali ambayo walikutana nayo. Ayuhal mu'minun, Allah tabaraka wa taala amefadhilisha familia hii, akaijalia ibada yote ya hija ni matendo yaliyofanywa na familia hii. Baba ambaye ni Nabiiullah Ibrahim, mama ambaye ni Hajar alayha salam, na mtoto wao Ismail, na kizazi cha Ismail huyu mtoto Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibada nzima ya hija inatembea kwenye watu hawa na eneo hilo. Wewe niambie, kuna kitu gani hujaji anakifanya katika ibada ya hija, ima katika nguzo za hija au katika wajibati za haji au katika mustahabati au sunna za haji? Mimi nitakwambia tendo hilo ima alifanya Ibrahim, ima alifanya Haji, ima alifanya Ismail, ima alifanya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Mola wako anakiumba anachokitaka na anakitengenezea mazingira anachotaka vile anavyotaka yeye Allah jalla wa ala. Thumma auhaina ilaik, kisha tukaleta wahi kwako wewe ewe Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, kwamba fuata utamaduni aliyokuwa nayo Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Ikawa sisi ibada nzima ya hija na maeneo ambayo tunafanya ibada ya hija ni kumbukizi la kihistoria kutokana na familia hii. Ayuhal mu'minun, enyi ndugu katika imani, huyu mama alipoachwa katika maeneo yale na Nabiiullah Ibrahim kuondoka kuacha akaenda kwenye familia yake kubwa, alifanya ziara Nabiiullah Ibrahim mara 4 zilizonukuliwa kwenye tarehe na mara 2 zimetajwa ndani ya Qur'an. Alikuja kutembelea familia yake mara 4 zimetajwa kwenye tarehe. Katika mara 4 hizo, 2 zimetajwa ndani ya Qur'an na mara 2 hizo ndani yake pamezalikana sehemu ya ibada hii ya hija ambayo mahujaji wa Kiislamu wanakwenda kufanya katika eneo la Makkah. Naam, ayuhal mu'minun, Nabiiullah Ibrahim alipoondoka katika maeneo yale, lile eneo kama alivyosimulia Allah tabaraka wa taala, akisimulia dua aliyoiomba Nabiiullah Ibrahim, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat ila akhir al-aya. Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimeacha familia yangu katika eneo ambalo halilimwi. Anasema Allah tabaraka wa taala ameacha min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in, sehemu ambalo halilimwi, inda baitikal muharram, katika eneo ambalo kuna nyumba yako tukufu. Rabbana liyuqimu as-salah, ewe Mola wangu mlezi, nimefanya hayo ili
hawa watu wasimamishe swala. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jalia nyoyo za watu duniani zinaelekea kwao. Fastajaba rabbul alamin hadha ad-du'a, Allah mlezi wa ulimwengu akakubali maombi haya ya Ibrahim. Dunia nzima sasa, hasa katika wakati kama huu, inaelekea katika eneo tukufu la ibada, eneo la Makka, kuadhimisha yale ambayo yalifanywa na familia hii ya watu wanne. Ndugu zangu katika imani, ilikuwa kundi la kwanza kuja kwenye ile familia kwa sababu ni jangwani, porini, hakuna nyumba, hakuna watu, wameacha tu katika eneo, na tayari kimekwisha kupatikana kisima cha Zamzam kwa sababu ya sa'i huyu mama, na baadaye kuja malaika na kumwambia mama yule kwamba inna hahuna baitullah yabniha hadha alghulam ma'a abi, eneo hili pana nyumba tukufu ya Allah, ataijenga nyumba hii huyu mtoto pamoja na baba yake. Malaika alipoondoka na kuacha zile bishara njema ambazo aliziacha, ikawa kundi la kwanza limekuja kwenye eneo lile, ni kabila tu Jarahim. Kabila linaitwa Jarahim. Hao Majarahim walikuwa ni wasafiri wapita njia. Walipofika karibu na eneo aliyopo yule mama Hajar alayha salam, wakakuta ndege, huyu mdudu ndege ambaye kawaida mdudu yule huwa hawapo isipokuwa kwenye eneo lenye maji, na wale watu walikuwa ni wasafiri ambao kawaida usafiri wao kama vile walikuwa wanahitaji sana maeneo yenye maji kwa ajili ya kupumzika, kuchukua maji na kubadilisha maji yale waliokuwa nayo kwa ajili ya kuendelea na safari. Walipomuona ule ndege, wakaambizana kwamba ndege huyu huwa tu isipokuwa kwenye eneo lenye maji. Wakawatuma wajumbe wawili wamfuatilie yule ndege mpaka waone eneo lile kuna nini. Wale wajumbe wawili walipofika, wakakuta kuna mwanamke mmoja pamoja na mtoto mmoja mchanga, lakini kweli pembezoni mwao kuna maji, kisima cha Zamzam. Ikatokea wale watu wakafanya istidhani kuingia kwa mama yetu Hajar alayha salam, akawaruhusu waingie, akawakaribisha, wakaona mazingira, wakatoka wale wajumbe wakarudi katika msafara wao kwenda kuambia ni kweli kuna maji na tumekuta eneo hilo lina mtu mmoja, mama pamoja na mtoto mchanga. Msafara ukagairisha safari zao, ukaenda moja kwa moja kwa mama yetu Hajar alayha salam, wakaomba idhini ya kuishi pamoja na wao. Mama Hajar alayhi salam akawaambia, ninawaruhusu, walakin laisa lakum fil maa haqqun, karibuni, lakini hamna haki kwenye haya maji. Haya maji yatabakia kwa miliki yangu, tunaweza tukaishi pamoja, lakini mimi ndio nitakuwa mtawala eneo hili pamoja na maji yanayotoka katika eneo hili. Wale watu wakakubali sharti hilo, wakaanza kuishi pale, vikajengwa vijumba vidogo vidogo. Riwaya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema, hatta idha shabba al-ghulam, mpaka alipofikia ujana yule kijana, fazawajuhu, wakamuozesha wale watu binti anayotokana na kabila lile Jarahim. Ikawa yule binti alipoolewa na Nabiiullah Ismail alayhi salam, ikawa amekuja kwa mara ya kwanza Nabiiullah Ibrahim, na alipofika katika eneo lile alimkuta yule kijana kaenda zake kwenye mashamba yake kutafuta chakula. Akamuuliza yule mama, mnaishi vipi hapa? Yule mama asa al-khabar, akaeleza maelezo yasiyokuwa mazuri, akamwambia tunaishi kwa taabu. Ibrahim alayhi salam akauliza, mnakula nini? Akasema chakula chetu ni maji ya Zamzam pamoja na nyama ya kuchoma. Vipi hali kwa ujumla? Yule mama akasema hali ni mbaya sana za maisha. Nabiiullah Ibrahim akamwambia, atakaporudi mume wako mwambie kwamba amekuja mzee kadha wa kadha, yukriuka assalam, anakutolea salamu, wa yakulu laka, anakuambia wewe ghayyir hutbata babik, badilisha kizingiti cha nyumba yako. Mzee Ibrahim akaondoka mara hii akakutana na mwanae Ismail alayhi salam. Ismaili aliporudi safari yake ya mashambani akakuta ujumbe ule, akamuuliza, je, amekupa wasia wowote? Akamwambia naam, amenipa ujumbe kwamba anakusalimia, lakini kaacha maneno haya, ubadilishe kizingiti cha nyumba yako. Ismaili akamwambia mke wake,
kwamba baba yangu maana maneno hayo ameniambia nikuache wewe mke wangu, alhiqi bi ahlik, nenda kwenu. Sheria hii ya mzazi kumwambia mtoto wake aache mke wake itakapotokea kwamba mzazi yule yupo kama Nabii Ibrahim, kwa fatwa aliyotoa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, alipokujiwa na kijana ambaye anamwambia kwamba baba yangu mzazi ameniambia nimwache mke wangu, al-Imam Ahmad rahimahullah akamwambia la tutalliqha, usimwache. Akasema nimeambiwa kwamba Ibrahim alimwambia kijana wake Ismaili amwache mke wake na Ismaili akamwacha, lakini Umar ibn al-Khattab alimwambia Abdullah ibn Umar amwache mke wake na wote wakawaacha. al-Imam Ahmad rahimahullah akamuuliza yule kijana, hal abuka mithlu Ibrahim wa mithlu Umar, je baba yako anafanana na Ibrahim na Umar? Ikiwa baba yako anafanana na Ibrahim na Umar, mwache mke wako. Wafanye istimbati ahlul ilm kwenye kisa hiki, ikiwa kama haki ipo kwa baba mzazi anapomkosoa mkwe wake kwa sababu za kidini na za kijamii, una wajibu kijana kumtii baba yako katika kumwacha mke wako. Lakini kama itakuwa haki ipo kwa kijana pamoja na mke wake, baba analeta ubinafsi au analeta binadamu kwa sababu ya chuki, au hapo mtoto utakiwa kumtii baba yako katika hilo. Ibrahim alayhi salam amwamrisha mtoto wake amwache mke, ikawa amemwacha yule mke, akaozeshwa binti wa pili katika kabila lile la Jarrah. Baada ya muda kupita, akaja safari ya pili Nabii Ibrahim, akamkuta pia yule mke wa pili, akamuuliza kama maswali aliuliza kwa mke wa kwanza. Huyu mke wa pili akajibu majibu yaliyokuwa mazuri. Mwisho Ibrahim alayhi salam akatoa ujumbe, mwambie mume wako atakapokuja, amekuja mzee kadha wa kadha, mwambie athibitisha athbutu usbata babi, athibitishe kizingiti cha nyumba yake. Alipokuja Ismaili alayhi salam akaeleza ile tukio, akafasiri kwamba huyu alikuja ni baba yangu na amenipa maamrisho nikuthibitishe mke wangu wewe ni katika mke wangu. Haya, hizi ni ziara mbili ambazo zimetajwa kwenye tarehe na zimenukuliwa na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, lakini hayakutajwa matukio haya mawili katika kitabu kitukufu cha Qur'an. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. ndugu katika imani, Allah tabaraka wa taala amefadhilisha mitume wote kwa ujumla, lakini katika mitume hao amewachagua baadhi ya mitume kuwa ni bora zaidi kuliko mitume wengine. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao ni mitume wa Allah, tumefadhilisha baadhi yao dhidi ya mitume wengine. Miongoni mwa mitume ambao wamefadhilishwa kuna mitume wanaitwa ulul azmi min ar-rusul wa hum khamsa, wale mitume wa bora watano. Katika hao mitume wa bora watano, wawili ni Nabii Ibrahim na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wamefadhilishwa kwa sababu hata matendo yao yamekunukuliwa kuwa ni ibada. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. الآية. aya hii ni moja ya siyaki ya matukio ya ziara za Nabiiullah Ibrahim alayhi salam kwenda kutembelea familia yake. Allah jalla wa ala anasema alipofikia umri wa kutoka na baba yake kwenda katika mishughuliko, mzee Ibrahim alikuja kuwatembelea familia yake. Alipofika pale akamkuta mwanae Ismaili, akamwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Ibrahim alayhi salam anamwambia Ismaili, ewe mwanangu, kuna ndoto inanitokea mimi kila wakati. Ametumia fi'l mudhari inni ara fil manami, isharatu ila istimrar wa tajdid.
hii ndoto kae na kaili kila mara inarudia. Anamwambia mwanae, ninaona ndoto mimi nakuchinja, unaonaje hii ndoto? Mtoto akamwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu, ndoto za mitume ni maamrisho, fanya ulioamrishwa. Jambo lenyewe ni lipi? Anaamrishwa baba kumchinja mwanae wa pekee, na mtoto anakubaliana na ndoto ya baba yake, anamwambia ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba yangu fanya ulioamrishwa na Mola wako, utanikuta kwa matakwa ya Allah jalla jalaluhu katika wenye kuvumilia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama, yani aslama al-ab ta'atan li rabbih wa aslama al-ibn ta'atan li abihi. Alinyenyekea Ibrahim kwa kumtii Mola wake kumchinja mtoto wake, na mtoto akanyenyekea kwa baba yake kwa kumtii baba yake kuchinjwa. Allah anasema watallahu liljabin, akamlaza kifudifudi, anataka kumchinja. Eneo hili lilikuwa sio hapa kwenye haramu hii unayoiona sasa Maka. Eneo hili lilikuwa katika eneo la Mina, kambi ya mahujaji, ambapo tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja wanatoka pale Maka, wanaenda kuweka kambi yao ya siku 5 kwa uchache katika eneo la Mina, kuanzia mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11 na mwezi 12. Eneo hilo la Mina ndio ambalo Ibrahimu alitaka kwenda kutekeleza amri ya kumchinja mwanae, amwache mama mtu huku nyumbani asione yale matukio yanayotokea. Alipokuwa katika eneo ambalo tunaita jamarat, hizi jamarati zipo 3. Jamarati al-ula wa athania wa athalitha, jamarati sughra wal wusta wal kubra. Eneo la kwanza jamarati pale ambapo maujaji wanakwenda wanakufa mawe, ndio sehemu ya kwanza Ibrahimu alitaka kumchinja mwanae pale. Riwaya aliyotaja al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra kwa masimulizi huyu ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema al-Imam al-Baihaqi, alipokuwa Ibrahim alayhi salam anataka kumchinja mwanae, arada alayhi shaytan, alijitokeza shaytan akamwambia, ya Ibrahim, ewe Ibrahim, uko sawa wewe mtoto wewe ndio na huyu mmoja, alafu eti unaota ndoto unamchinja mwanao, unataka kumchinja kweli? Mzee vipi? Ibrahim alipoona ndio maneno yale na shaytan, akachukua mawe madogo madogo akawa anampiga shaytan yale mawe. Hii ndio ibada ya jamarati, mkienda kwenye hija mnakupa mawe, chimbuko lake lilitokea. Ibrahim akaona sehemu ile kuna shetani anamshawishi ubaya, akatoka akatokea pembeni kwenye jamarati al-wusta ya pili. Ameshika panga lake anataka kumlima mtoto wake katika eneo la kisogoni. Shetani akatokea tena, Ibrahim subiri kidogo. Kwani Ibrahim wewe unajua mwisho hizi tendo unataka unampoteza mtoto wako jue. Ibrahim akachukua mawe tena akampiga shetani. Akaona eneo lile la shetani, akatoka akaenda kwenye jamarat al-kubra, eneo la 3 la jamarat, akataka kumchinja mwanae, akatokea tena shetani. Ikawa katika hali kama hiyo, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ash-shaytanu tarjumun wa millata abikum Ibrahim tattabi'un. Mnapokuwa katika ibada ya hija kwenye eneo la jamarat, ni kweli mnampiga shetani na mnahuisha na kufuata mila ya Nabiiullah Ibrahim alipompiga shetani, kumlaani shetani kwa kumshawishi aache amri ya Mola wake. Allah anasema, fanadainahu an ya Ibrahim, tukamwita ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, umesadikisha hii ndoto, inna kadhalika najzi al-muhsinin, hakika sisi hivi ndivyo ambavyo tunawalipa watu wema. Wa fadainahu bihid'in 'adhimin, tukampa fidia badala ya kumchinja mtoto wake, tukampa kichinjo kitukufu ambaye ni mbuzi au kondoo. Thamani yake kwa sasa kama imezidi sana 150. Huyu aliyotaka kuchinjwa ni mtoto wa kipekee. Ibrahim alikubali kuchinja mtoto wa kipekee. Wewe uliopo katika eneo la hija na uliopo nje eneo la hija, unatakiwa uadhimishe shaira hii ya dini kwa kutoa laki yako na 50 au laki au hata 70 wakati mwingine unapata mbuzi. Lakini bado tunaona kwamba pesa ni tamu kuliko ibada aliyotaka Allah tabaraka wa taala ifanywe. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa siku ya tarehe 10 baada ya salatul Eid watu wachinje. Mtu mmoja anachinja mbuzi mmoja au kondoo mmoja.
Lakini kama watashirikiana watu 7 wakachinja mnyama mwenye ujazo wa ng'ombe au ngamia au mfano wake kwa ajili ya kuadhimisha uchinjwaji wa huyu mtoto wa kipekee Ismaili alayhi salam, Allah akampa Ibrahimu alayhi salam kichinjwa kitukufu, na sisi tukawa tunachinja katika munasaba huu. Na hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika eneo la Jamarat kwenye ibada hii ya kutupa mawe, alikwenda katika mambo aliyofanya, alifanya pia na ibada hii ya kuchinja. Na mahujaji hasa wale wanafanya ibada hii ya tamattu, nao pia wanachinja katika eneo lile kuadhimisha shaira hii katika sha'air ad-din. Ayuha almu'minun, يقول الله تبارك وتعالى في زيارة الأخيرة، kwenye ziara ya mwisho ya 4 Allah jalla wa ala anasema وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hii ni ziara ya mwisho iliyomkuliwa na tarehe katika ziara za Nabiiullah Ibrahim kumtembelea mtoto wake Ismaili pamoja na familia yake. Ibrahim katika mara hii alipokuja akakutana na mwana Ismaili, akamwambia inna hahuna baitullah amarani Allah an abniya hadha albayt, eneo hili pana nyumba ya Allah, Allah kaniamrisha nijadidishe nyumba hii, hal tu'inuni alayhi, mwanangu utanisaidia kwenye hili? Riwaya inasema fakana Ismailu yankulu alhijara wa Ibrahimu yabni, ikawa mtoto mtu anabeba mawe anamsogezea baba yake eneo lile la Kaaba ya sasa, ikawa baba mtu anajenga ile nyumba, wa huma yakulani, na wote wawili wanasema rabbana taqabbal minna, Mola wetu mlezi tunakuomba tukubalie sisi ibada yetu, innaka antas samiul alim, hakika wewe ni msikivu mwenye kujua, watuba alaina, na tunakuomba kusamehe, innaka antat tawwabur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na mwingi mwenye huruma. Kama linajulisha tukio hili, basi linajulisha ikhlas iliyokuwa kiwango cha juu, kwa sababu Ibrahimu ni kipenzi cha Allah, Ismaili ni nabii wa Allah, na wote wawili wanafanya kazi ya kujenga nyumba ya Allah. Kuna haja ya kuomba tena dua Allah tukubalie? Naam, kwa sababu matakwa ya Allah anataka ijengwe na utekelezaji wa kwetu tunatekeleza, lakini hii ni ibada inahitaji unyenyekevu kwa Allah na kumwomba Allah tuwezeshe tukubalie katika ibada hii. Ayuha almu'minun, ikawa imejengwa ile nyumba ya Maka na kabila ambalo lipo na mama yetu Ismaili, wakati huo ilikuwa ni kabila Jarahim. Ismaili alayhi salam, tarehe imenukuu, alizaa watoto wawili, mmoja anaitwa Nabit, mmoja anaitwa Qaidar. Kizazi hiki cha Ismaili kutoka kwa Nabit na Qaidar ndicho kilikuwa kitawala baada ya Ismaili alayhi salam kufa katika maeneo yale. Hawa wawili ndio walikuwa watawala katika mambo yote, siasa pamoja na dini, na waliendelea ukoo huu kupitia watoto wawili kutawala maeneo ya Maka, mpaka baadaye hali ya kisiasa ya kabila la Jarahim ikafisidika. Likaja kabila jingine kama wahamiaji wa maeneo yale wanaitwa Khuzaa, nao walipokuja walienda kushindana na wale Majarahim ambao hali zao za kisiasa zilikuwa duni sana wakati huo, walikuwa wamechoka katika utawala. Ikawa hawa Khuzaa wamewapindua kabila Jarahim, wao ndio wakawa watawala eneo la Maka. Ikawa eneo la Maka linabadilishana utawala baina kabila la Khuzaa na kabila la Jarahim, na ukoo wa Ismaili ukabakishwa kwenye utawala wa kisharifu kwa ajili ya kusimamia mambo ya dini. Ama kwenye mambo ya siasa na utawala walikuwa baina hizi kabila mbili, Khuzaa na pamoja na Jarahim. Tarehe hii iliendelea mpaka ilipofikia sehemu ya kuja kuadhimisha tukio la kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado eneo la Maka kwenye upande wa siasa wapo kabila ima Khuzaa au Jarahim, lakini kwenye upande wa dini kizazi cha Nabiiullah Ismail ndicho kinachosimamia. Naweka kalamu yangu hapa, panapo majaliwa inshallah nitaondokea hapa. Safari hii inaelekea mpaka kuelezea utukufu wa Maka na utukufu wa Al-Aqsa, na namna gani miji hii miwili ilikuwa chini ya mikono ya Waislamu, na walifanyaje Waislamu kurudi katika maeneo haya Al-Aqsa pamoja na Maka, na ziara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo yote mawili, kuanzia Maka kuishi kwake na kwenda kutembelea katika Masjid Al-Aqsa na kurudi katika Maka na kuhamia Madina na kufariki kwake, na kuacha maeneo haya yakiwa katika milki
ya Waislamu mpaka kufikia zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akawa ametawala misikiti yote mitatu, al-Masjid al-Haram pamoja na al-Masjid an-Nabawi na al-Masjid al-Aqsa. Na nini kimetokea mpaka haya mnayoona leo, eneo la Gaza watoto wanachinjwa, wakina mama wanateseka na kunyanyasika? Nini kimetokea mpaka katokea Waislamu wametoka kwenye maeneo yale na kuacha utawala huu ambao unaendelea sasa hivi wa ukoloni mamboleo kwa raia wa Palestina na watu wa karibu na wao. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا صواب الحجة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.